chapter 4. Chapter 4 verse 10. Genesis chapter 4 verse 10. And somebody also to get us Hebrews chapter 12 verse 24. Genesis chapter 4 verse 10. The Bible says, and he said, what hast thou done? The voice of your brother's blood cries unto me from the ground. Repeat that again. And he said, what hast thou done? The voice of your brother's blood cries unto me from the ground. Let's get to the book of Hebrews, chapter 12, and verse 24. I read from the original King James Version. The Bible says, and to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel. Thank you for the blood of Jesus. Thank you, we thank you for your blood, Lord. Tunashuka ili uweze kuinuliwa Mungu wetu. Tunashuka ili uweze kuonekana jioni ya leo. Ukituhudumia, nafunika kila mtu hapa na damu ya Yesu Kristo. Tunajinyenyekesha mbele zako. Nakemea kila roho ya magonjwa, kila roho ya mapepo katika jina la Yesu Kristo. I subject every thought under the obedience of Christ tonight, under the obedience of the Holy Spirit. Holy Spirit, we need you tonight. Really, we are not sure. Hatujui makanisa zitafunguliwa lini. Tunaomba leo utuhudumie usiku wa leo. Utunenee. Utuonekanie. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Nikiamini. Amen. Habari zenu? Mmeshinda vizuri eh? Yes. Ni sawa vile Mungu anavyotaka. Hata nikashindwa nitaanzia wapi, nimalizie wapi, kwa sababu nilikuwa nimejitayarisha kwa siku 4 mfululizo. Lakini inavyokaa ni kwamba leo ni siku yetu ya mwisho. Sawa sawa? Na jinsi tulivyoanza jana, nataka tumalizie tu pale tu, tuendelee kidogo, halafu tutaomba, halafu tutaenda nyumbani. Kwa wale ambao hawakukuwa, kuna watu hawakuwa hapa jana. Chaniona. Simjipigie wa makofi kozi. Enyewe mmepiga makofi. Simpige tu makofi. So, wewe piga picha na vuka hichi. Wewe Geoffrey. Sasa jana tulianza kuongea juu ya limitations, barriers ambazo zinaweza kuwa zinatuzuia, na tulisema mojawapo ya zile ama vile vizuizi inaitwa, na mtu anakumbuka? Umesahau? Yaani ukiniangalia kuna kitu unakumbuka. Umeenda blank. We talked about altars. Tulisema madhabahu. Bwana asifiwe. Nataka kunena kidogo tu juu ya madhabahu kwa sababu sitaki kuintroduce kitu kingine.
alafu tutaendelea hapo tu na tuweze kuomba. Kama uko na kitabu, karatasi, huwa tu tayari, kwa sababu mimi ni mwalimu na uenda umeshiba, naomba usilale, kwa sababu nikipewa microphone nina ruhusa ya kukusimamisha juu ukianza kulala, na tutake aibu ndogo. Okay? Sitaki nisije nikaitwa. Hii ni mara ya kwanza. Nataka iwe ni mwanzo mzuri. Sawa sawa? Yes. Now, wacha tu nirudie kwa kusema kwamba altars are designed for sacrifices and not for decoration. Okay? And it's for worship. Ni kwa kuabudu, aidha kwa kuabudu Mungu ama sanamu ama miungu. Okay? An altar is also a medium of communication. Unapotaka kuongea, especially vitu vya kiroho, lazima upitie katika madhabahu. Vita tunavyopigana ni vita sio vya nyama na damu, lakini ni vita vya kiroho. Ili upigane vita hivi, lazima utapitia madhabahu. Okay? Madhabahu ni mahali pa kuoffer sacrifices. Sacrifices are offered upon an altar. The Bible says in the book of Romans chapter 12 verses I think 2. Now, offer yourselves as living sacrifice. Biblia inasema nanyi mjitoe kama dhabihu iliyo hai. Hatuwezi tukajitoa kama dhabihu bila madhabahu. Praise the Lord. Kwa hivyo tunahitaji madhabahu ili tuweze kutoa dhabihu iliyo sawa. Upon an altar, blood is shed. Katika madhabahu, damu humwagwa. Hello? Be it kwa miungu au kwa Mungu, damu lazima. Hata kwa ile ulimwengu mwingine. Okay? Kwa ulimwengu wetu lazima. Kwa ule ulimwengu mwingine lazima. Because the Bible says there is no remission of sin without the shedding of blood. Lazima. Hakuna ondoleo la dhambi bila kumwagika kwa damu. Tuko pamoja? Tuko sawa hapo? And so that's why we have read from the book of Genesis and from the book of Hebrews. In Genesis, Biblia inaongea juu ya damu ya mtu iliyomwagwa, ambayo ni shadow ya ile damu ambayo Biblia hiyo hiyo inanena katika Hebrews. Shadow ni kivuli, ni kama mfano. Now, in Genesis, Abel and Cain were sons to Adam. Nitawarudisha Sunday school. Adam. The Bible says that God was pleased with the sacrifice of Abel, but he was displeased. With the sacrifice of Cain. Abel obtained favor, alipata kibali. Number one, unapoendelea na hii safari, kitu ambacho unahitaji ya kwanza ni kibali cha Mungu. Ukipata kibali, kila kitu itakuwa sawa. Ukipata kibali katika ministry yako, hautang'ang'ana. Na nilipogundua huo, nikaambia Mungu, nimechoka kung'ang'ana. Nimechoka kujipendekeza. Nimechoka kutafuta. Nataka kibali. Kibali
haujaifanyia kazi. Kibali ni kibali. Hello? So the Bible says Abel obtained favor with God. May you obtain favor with God. Kwa sababu unapopata kibali na Mungu, kila kitu kinakuwa sawa. The Bible says, is it in the book of Luke 2:52 or somewhere, that Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. Yesu akapata kibali na Mungu na wanadamu. Ukipata kibali na Mungu, using'ang'ane na mtu. Watakupenda hata kama hawakupendi. Hello? Watakusifu hata kama hawataki. Watakutaja hata kama hawakutarajia. Jina lako litatajwa pahali ambapo inahitajika. David obtained favor with God. And his name was mentioned in the palace. He was not there. Alikuwa mchunga kondoo, alikuwa ameenda kuchunga kondoo. Mtu anatokelezea tu from nowhere, anamwambia mfalme, hii roho inayokusumbua hapa, wacha tutafute mtu aje awe akichapa gitaa, na akichapa gitaa pepo itaondoka. Mfalme anawaambia tafuteni. Naye huyu mtumishi wa mfalme anamwambia kuna kijana mmoja pahali alipojua David, hatutaki kujua. When you obtain favor with God, God himself will announce you where your services are needed. Hello? David hakuenda pale akasema simnipatie kwa hii kazi ya kupiga gitaa. Mmesoma hivi? Ilisemekana there is one, a son of Jesse the Bethlehemite. He can come and play the guitar. David had obtained favor. Do you know what? Daudi ilitakikana awe katika White House, because that is where he was to be trained. His anointing had already taken place. Sawa sawa. And Mungu ilibidi lazima atengeneze njia Daudi aende pahali ambapo anaweza kuwa trained. Mungu ukipata kibali na yeye atakufungulia njia. Bwana asifiwe. Hautang'ang'ana kufanya makeup na maritouch na manini ndio upendwe. Mungu atafungua njia. Haleluya. Ukipata kibali na Mungu, watu watakuja wakikuuliza na wewe umetokelezea wapi? Utasema kataka hii tu. Nimejibu hivyo mara mingi sana. Naongea kitu na ijua. Wewe wakataka kweli? Church gani? Can anything good come out of kibali cha Mungu? Hakitaki kujua umetoka katika ukoo gani. Haitaki kujua umepitia mambo gani. Haitaki kujua kama uko na certificates au la. Kibali kikikuja, daktari na certificates zake anabaki. Wewe na ID yako tu peke yake unapata kazi. Yaani ujui. Si useme amen. Yaani unaenda interview na kuambia tumeangalia hizi makaratasi haiko sawa sana. Na hapo umefanya interview unaongea na let's say Rev was there. Akikuonyesha makaratasi zake unasikia kutetemeka, unasema leo ni leo. Hawa ndio watu unang'ang'ana nao katika hii kazi, nafasi ni moja. Si unatetemeka? Lakini kibali kikifika, watakwambia tumeangalia makaratasi zako, hazijahitimu lakini wacha tukujaribu nacho. Mungu atakufungulia njia. Utakanyaga bahali ambapo haukutarajia kukanyaga. Juu ya kibali cha Mungu. Atakupeleka kwa mataifa
Hello? Hello? So Abel obtains favor and Cain is not amused. Unapopata kibali, sio kila mtu atakupenda. Wewe bado unang'ang'ana kupendwa. Unapopata kibali, jua sio kila mtu atakupenda. Abel was killed because of his sacrifice. Aliuawa kwa ajili ya kupata kibali na Mungu. Unapopata kibali, utafuatwa. Na ndiposa unafaa kuwa makini kiroho. Sawa? Yes. Hello? Hello? Nilikwambia jana, wacha kutembea kama mtu yeyote yule. Mnaweza kuwa mnaishi katika plot moja, but you are not favor mates. Tunaweza kuwa tunaishi katika hii tu, lakini hatutembei katika wavelength moja, kwa sababu mimi ninaijua siri ya kupata kibali. Amen. So walk like a child of God ambaye amepata kibali. Amen. Hata kila kung'ang'ana, kila kupigana kwa plot haikukosei. Haikukosi. Kiswahili ngumu. Lazima you have to poke your nose. Yaani lazima utapatikana ndani. Hata kama hukuwa jina lako linatajwa tu kwa hiyo kupigana. Kuwa tofauti. When you are different, you will not belong to every WhatsApp group. You will left. Sio kwa sababu ya maringo, lakini kwa sababu ya kibali unachotembelea. You will know yourself. Sio kila mbele ya duka wamama wanasimama wakinunua mboga, unasimama pale 30 minutes. And Cain kills Abel. Mungu anakuja kumuuliza, wapi ndugu yako Cain? Cain, where is your brother? Na nauliza, am I my brother's keeper? He was too sure. Hakuna mtu alijua. Hakujua alipomuua ndugu yake kuna madhabahu aliinua, na madhabahu unena. Madhabahu unena. And I told you yesterday, some of us are suffering today kwa sababu ya madhabahu iliyoinuliwa hata tujui na nani. Lakini because I'm showing you in the scripture, altars speak. And God tells Cain, the voice of your brother's blood is crying from the ground. In Genesis, kuna madhabahu iliinuliwa na ni madhabahu ya miungu mingine. Kwa sababu ni uhalifu ilitendeka pale. Kitu ambacho kiko ni kwamba damu ilimwagwa na damu unena. Blood speaks. Damu ikianza kunena kwa sababu kuna madhabahu mengine. Kuna dhabihu ilitolewa katika madhabahu haya. Na dhabihu hayo damu ilimwagwa, na hiyo damu bado inanena. Ikianza kunena kuna mambo yanatendeka. Unasema ule ugonjwa wangu umerudi. Madhabahu yakiinuka kunena, ugonjwa wako ule wa majimaji unarudi. Ile ya pain inarudi. Have you ever had ile ugonjwa wangu? Madhabahu yanainuka masaa hiyo. Ile damu ilimwagwa. Hauijui. Shida yako ni kwamba wewe ni mtumishi na ni mtoto wa Mungu, but possess kwa sababu ya yale ambayo madhabahu yananena kinyume na wewe. Ishinde. Hauna ugonjwa wako. Biblia inasema alituma neno lake
tuweze kupona, na kwa kupigwa kwake tumepona. That is what you should confess. Cain hakujua ya kwamba madhabahu yakianza kunena, hata kama ulioleka ukiwa mrembo, unaanza kupiga nduru usiku. Yule kijana alikupenda ukiwa mrembo, anashangaa, nimeoa shetani au nini? It's not a laughing matter. Unaanza kupiga nduru usiku kwa sababu unaona vitu vinakufukuza usiku, watu wamelala. Kijana akiamka asubuhi hana amani. Anakuuliza nini? Wewe unawaona, yeye haoni. Unajua unaona kwa nini? Kwa sababu kuna madhabahu yanakufuata, yeye hayajui. So Cain alifikiri angefunika. Unaweza ukafunika na ukaahirisha kubomoa madhabahu, lakini bado vitakuwa vizuizi kwako. Upende usipende, kwa sababu yakiinuka. Kumbuka kilichotendekea Sauli. Biblia inasema an evil spirit from where? From the Lord. Read your Bible. From the Lord came upon Saul. Madhabahu yakianza kuinuka, utatafutiwa Daudi kukupigia mama. Kidogo tukiwa wadogo kwetu, tulikuwa tunasikia tu kuna siku zenye mapepo upita wakipiga kelele, sijui. Alafu watu wanapiga vitu ndio karibie, si kwenu, kwetu. So watu wakipiga ndio hayo mapepo ya Hello. Blood speaks. Blood was shed on an altar. Kwa sababu hiyo madhabahu kunena, yanaweza kuwa yananena baraka ama laana. But I thank God for the verse that we have read in Hebrews. When blood is crying for vengeance in Genesis chapter 4, the same blood of Jesus again is speaking peace, forgiveness, healing in Hebrews chapter 12. Are you there? Yale madhabahu ya kwenu yatakuwa yanainuka yakinena ufe. Kile damu ya Yesu kitakuwa kinanena utaishi. Madhabahu ya kwenu yakisema kazi yako inaisha, damu ya Yesu inainuka inasema, unajua nini? Unapokea baraka, kwa sababu baraka za Ibrahimu zako. Madhabahu ya kwenu yakisema huwezi ukaendesha gari kwa sababu kwenu kuna madhabahu ya ufukara na umaskini, damu ya Yesu inakuja inasema, nilifanyika kuwa laana ili uwe huru, kwa sababu hiyo pokea baraka zako. Hello. An altar is a dining table for spirits. Sawa? Ni ile meza ya chakula. Roho wakitaka kukula kwenu, kuna mahali wanaenda, kwa sababu wanajua madhabahu yao iko wapi, wewe hujui. And that is why you also need to know the truth. Inulia Bwana madhabahu. Aha. Yes. Ili Roho wa Mungu naye apate ushirika na wewe. Spiritual fellowship utendeka katika madhabahu, ushirika. Sawa sawa? Yes. Madhabahu is a place where exchange takes place. Blood is exchanged for something. Sasa mnaangalia pastor na huyu amjui. Niwaambia mimi ni mwalimu mfukuza watu katika darasa. Upon an altar there is an exchange. Yaani damu inayomwagwa
No wonder ukitembelea mganga hata leo hii utaambiwa ulete hata kama ni kuku, even the list depending on how you are. Kwanza wanakuangalia ndio wanakupigia bei. Kama una kabisa umekuja tu unatembea mkutupu, wanakuambia ende ulete kuku. Na huyo kuku usifikirie ni huyo atakuulia. Hata kama ni kuwekelea mikono yako utaweka uwe mwenyewe kwa sababu ni sacrifice yako. Acha niwafundishe uchawi. Njoo mjui. Kwa sababu gani? Ni yako. Mganga anajua hii si ya kwangu, isinifuate. Ifuate wewe na watoto wako. Ndio wanakuambia wekelea mikono kwa hiyo mbuzi umepeleka, mbuzi nyeusi. Wekelea mikono, unajifanya. Mwingine ananiangalia like, hapa ni watu walokole, watu wameokoka bana. And so, because there is an exchange that takes place on an altar, katika madhabahu, hatima hubadilishwa. Destinies are changed. Some of us, our destinies have been changed upon altars and we have no idea. No wonder you had a bright future when you were young. I used to say, when I grow up, hata kizungu ulikuwa unajua, siku hizi hata hutaki kuongea kizungu na ulikuwa unaongea. When I grow up, I want to be a teacher. Nowadays, mimi kizungu sijui. Na ukiwa mdogo si ulikuwa unasema, when I grow up, I want to be a doctor. When I grow up, I want to be a lawyer. Kuna mtu alisema kwa hiyo? Kama ulisema kuinua mikono. Mimi sijui ulikuwa unataka kuwa nini, but inua mikono. Wale tu walisema usiinue kama huko walisema. I'm sure 90 something % au huko wewe sio ile kitu ulisema. And you know, your mama would be happy because ukisema you want to be a doctor, alikuwa naona daktari. Na anajua yenyewe huyu mtoto wangu ana akili. I want to be an engineer. And your mama can confirm. Ulikuwa unakoroga ile redio ya dadi, akirudi hapati hiyo FM. Lakini wewe unakuja unagusa tu kidogo inarudi. Engineer. Then something happened. Your destiny was changed. I told you yesterday. Kuna wakati unaweza angalia watoto wako uone kuna kitu kimetendeka, hakiko sawa. Unafaa kuwa na akili. When you are younger, ulikuwa unasema nikioleka nitakuwa na familia nzuri, nizae watoto kama 6 hivi. Siku hizi ulizaa wawili unasema siwezi. Siwezi tena. What happened? Nimzalie tena mimi siwezi. Hey, unaangalia ndoa yako. Something happened. There is an altar that could be crying against your own marriage. Upon altars, destinies are changed. That is why unafaa kuinua madhabahu iliyo sawa. Ukiona kitu hakiende sawa, unaita ile madhabahu wewe uliinua. Wacha kungojea watu kuinulia madhabahu. Walituinulia madhabahu wakatuumiza. Atakuja kwambie nitakuombea, nitakufanyia nini, na hii kitu haitarudi tena. Kweli tumbo ilikuwa inauma inaacha. After 1 month mgongo na vishindo. A kingdom divided against itself cannot stand. Shetani haezi toa shetani. Atabadilisha tu. So mgongo umekuja, si utarudi kwa yule kwa sababu ulishainua madhabahu ni kuiservice. There are altars at home zikihitaji kukua service. Somebody can even die. Ndio muende nyumbani. Tunaenda kupika. Mnazijua? Mimi nazijua, nyinyi mko sawa. Tuliitwa
wale wasichana wameoleka kwa boma yetu, tunaenda kupika, sijui mnaenda kuchinjiwa nini. Madhabahu yanaitisha. Ama mtu afe ili watu wanyolewe, watu wafanye nini? Vitu vingi. Kimila, madhabahu yakianza kuitisha, hata mtoto mdogo atakufa ili watu warudi nyumbani. Accidents take place. No wonder in our country during election time madhabahu yale yanainuka, yanahitaji damu. You are a witness. Accidents during elections are abnormal. Yanahitaji damu. Damu lazima imwagike. Na ndiposa ukiwa mtoto wa Mungu na unatembea katika nuru, utaponea katika ile gari peke yako, kwa sababu kuna damu imekuzingira. Kuna malaika wamekuzingira. Kuna kitu kinainuka. Madhabahu yale ya kukuinukia, nawe madhabahu yale umeshainulia Mungu, yananena. You need to raise altars for your own marriage, for your own life, for your own children. Madhabahu yale mengine yakiinuka na magonjwa kwa watoto wako, you invoke the altar that you raised. Ambia Mungu, kumbuka nilikuinulia madhabahu. Haya madhabahu mengine yakinena kifo, madhabahu yako yanene mema. The things of God are foolish to a natural person. Ni ujinga kwa yule asiyeelewa. Lakini wewe utakaichukua. You are here to change the destiny of your own children. You are a creator. Mungu alikuumbia mtoto. Usizae ukaacha hapo. Endelea kuzaa hata kwa maneno. Endelea kuzaa kwa kutamka. The Bible says, you shall decree and declare a thing, and it shall be established. Utanena. Ndio unanenanga, mimi sinanga, na unakuanga huna. Ni ukweli. Watu wakitoa, wewe unanga kwa sababu unaumba. Mimi nakuanga mgonjwa, hujui kama unaileta. Because there are also altars that we raise with our mouths. Unaponena unaumba, inaanzia pale. Tumepewa uwezo. Life and death is in the power of the tongue. Okay? Upon altars, covenants are sealed. Covenants. You have never had a binding covenant in your life because you've never raised an altar for God. Raise an altar of prayer. Upon that altar of prayer in your house, tell God, I make a covenant with you that day. Nitakutumikia. Mungu atahakikisha ukiwa mgonjwa unapona ili umtumikie. Kwa sababu gani? Kuna covenant. Covenant inaitwa agano. Katika madhabahu, agano. Na unajua agano is everlasting. Covenants are until you break them, both sides. Sawa sawa? Yeah. Okay? So upon altars, covenants are made and sealed. And you know, covenants are binding. That is why God had to raise an altar where Jesus was sacrificed. Did you know that the cross is an altar? It's a positive altar. And what happened at the cross is binding. It's everlasting. Ukiamini utaokoka. Hakuna kulazimishwa. Bwana asifiwe. Amen. Upon covenants, upon altars,
prayers are answered. Jua majibu yako hayakuji kwa sababu hujajua kumuinulia Mungu madhabahu. Inulia Mungu madhabahu. Bwana asifiwe. Amen. Prayers are answered. Upon altars, tough confession of sin happens. Yani Daudi alifika mahali akasema, Bwana niombee roho nyingine. Roho hii yenye niko nayo imenilet down. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence. Return unto me the joy of your salvation, that I may teach the transgressors your way. Unafaa kuinua madhabahu. Ukitenda dhambi, unakumbuka, unapiga magoti. Get there in the spiritual realm. Ng'ang'ana. Useme, Biblia inasema, mwenye haki ataanguka mara 7, lakini tena mwenye haki ataamka mara 6. Mara 7. Ambia Mungu, siwezi kubali kubaki hapa dadi, kwa sababu ninaamka tena. Nisamehe, naomba niendelee na safari. Waliokuona jana, walikuona umetenda ile dhambi ambayo inanuka. Waambie, the Bible says the righteous shall fall 7 times and 7 times shall they rise. Wewe umeona tu ya 3, so ngoja zingine, utabaki hapo wewe. Yaani umeniona nimeanguka ile ya 3 tu. Hesabu uendelee. Hello? Because when you have an altar, utajua ya kwamba ukifika katika ile madhabahu, Mungu lazima atakutendea. That is why you need to raise an altar. Bwana asifiwe. It is upon an altar where ministries are birthed. Uko na huduma ndani yako. Siku ingine tutaongea juu ya ministry. Kila mtu ako na huduma ndani yake. Wengine wanafikiri ministry yao ni kujaza viti. Hapana. Kila mtu, Mungu alikuumba unique. Chenye unahitaji ni kwamba ujue ukweli, uinuke. Ambia Mungu, nifunulie. Nipe macho nione. Kile hata kama ni kukuja hapa na kupanguza, njoo ufanye na roho safi. Amen. I am sure David was not playing the harp mtu aione. Alikuwa na msifu tu Mungu kule msituni. Lakini ilipofika siku Mungu anataka kumheshimisha, ilibidi amlete mbele ya kila mtu. Kile ambacho unatenda kwa Mungu kwa siri, Mungu atakujibu kwa wazi. Panguza viti na roho safi. Wacha kupanguza mchungaji akuone ati siku ile mchungaji hayuko tena pia roho ya ufanye. Whatsoever you do it as unto the Lord. Panguza viti. Sijui choo yenu iko wapi. Enda osha choo. Osha mama, osha. Siku utafika mwisho, njoo hapa kwa madhabahu. Uambie dadi, niliosha choo. Na nena ukweli, niliosha choo. Leo hii watoto wangu hawatalala njaa kwa sababu niliosha choo. Amen. Kama kuna malipo, unikumbuke. Daudi akasema, nilikuwa mzee kijana, sasa mimi ni mzee. Sijawahi kuona mwenye haki ameacha wala watoto wake kurandaranda barabara. Ukiona watoto wanaonyeshana dalili ya kurandaranda mtaani, kumbuka madhabahu. Ambia Mungu, Mungu, hata kama sikuwa nayo, siku ile walikuwa wanakuinulia madhabahu, nilitoa shilingi 200. Dadi, juu ya hiyo 200 basi si unikumbuke. Bible says, come, let us reason together. Mungu ukumbuka. Next time you do anything in the house of the Lord, kumbuka ya kwamba unaifanya kama dhabihu kwa Mungu. Siku ukifika mwisho,
Wacha mtu asikuhukumu. Njoo kwa Mungu mkumbushe. Njoo kwa Mungu umkumbushe, mwambie Mungu nilifanya. Hata kama sijafanya mengi mazuri, lakini kuna moja nakumbuka dadi, kwa ajili ya hii kumbuka watoto wako. Praise the Lord. Amen. So it is upon altars where your ministries will be birthed. Ukimuinulia Mungu madhabahu, utashtukia. Pengine ukikuja katika nyumba ya Bwana, una shauku ya kuhakikisha kila kitu iko sawa. Fanya! Hata kama wanasema unajifanya, watu watakuchukia kwa sababu ya kibali. Atasema si anapendanga kuonekana mbele ya watu. Sasa hizi unaona vile anajipelekanga. Mami, jipeleke. Jitume. Fanya kazi ya Mungu. Ifanye. Fanya hata kama unalia. Njoo hapa. Jivae vizuri, njoo ufanye. Rudi kwa nyumba una chakula, lakini hapa njoo fanya. Siku Mungu. Tapiga magoti mwambie dadi, kumbuka. Halo. Kumbuka. Kuna siku nilikutumikia nikiwa na uchungu mwingi. Nilikutumikia nikiwa na huzuni. Dadi, kumbuka. Mungu hukumbuka. Amen. Si kama mwanadamu. Mungu kumbuka. Siongee na mimi, Mungu kumbuka. Watu wa kwaya wako wapi? Mungu kumbuka. And it's upon altars where miracles take place. Do you need a miracle tonight? Ni nani anahitaji muujiza? Hakuna muujiza itatendeka bila madhabahu. Hakuna. Na wanda unazipokea kidogo kwa sababu ile madhabahu ulijenga ni miaka yenye hata wewe uelewi, imekuwa chafu. But Mungu ni mwingi wa rehema na huruma, bado anakutendea tu. Kitaka kuishi maisha ya kuona miujiza, kuwa katika hali ya kumtengenezea Mungu madhabahu. Abraham ako na mtoto wake anaitwa Isaac. Mungu akamwambia enda unitolee kama dhabihu. Sawa? Biblia inasema aliondoka na watumishi wake. Watumishi. Abraham was not just any other person. Alikuwa nacho Kwa hivyo alikuwa na watumishi. Anaenda kumwabudu Mungu, kumtengenezea, kumtolea dhabihu Isaka. Na ndio atoe Isaka ilibidi ainue madhabahu. Hata Isaka akamuuliza, kuna kila kitu ya kutengeneza madhabahu hapa, lakini wapi dhabihu? Have you read your Bible? Si alimuuliza, dhabihu iko wapi? Abraham akamwambiaje? Mungu atapeana. Kwa sababu Abraham alijua nikishainua madhabahu, Mungu hawezi inulia Mungu madhabahu ukakosa dhabihu. Hello. You need to know the truth. And the moment Abraham did that, the Bible says, God provided. And just before then, ilifika mahali Abraham akaacha watumishi wake. Umesoma Biblia? Alikuwa anaenda kutengeneza madhabahu, lakini inafika mahali anawaacha walioweza kumsaidia. Kuna mahali unafika usiende na kila mtu. Akamwacha pale Isaka. Akasema ngojeni hapa niende nimwabudu Mungu, nitarudi. Sio kila mahali ufike na jirani yule rafiki yako. Sio kila mahali ufike na your prayer partner. Kuna mahali uende wewe ukiwa na Mungu na dhabihu yako. Maana vitu vya kutengeneza madhabahu kwa Mungu. I am sure, I tend to imagine hawa watumishi wa Abraham wange
ungemkubalia mfungi ati anataka kumuua? Sema ukweli. Si waliacha Sara nyumbani? I'm sure kuna mmoja yule kichini wa kabila kingine tunaijua. Anarudingi kusema zile vitu the master does. Angalia mami na unajua wako. Walitaka kumuua. So ilibidi afike pale yeye peke yake na Mungu na dhabihu yake. Sawa sawa. Kuna vitu si lazima uulize. And I'm sorry to say this. There are things even your own husband or wife you don't need to consult. Acha dhabihu inene. Because dhabihu ikianza kunena, watamkumbuka Mungu, watamtukuza Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. And so I want us to get to the book of Genesis chapter 8 verse 20. Naona kama time ya kafiri jamani. Sangapi? Do we even have time? Mambo gani haya? Tutarudi kumalizia siku nyingine. Sawa. I want us to get to the book of Genesis chapter 8 verses 20. And I read because of time. Unfortunately, I have a very old Bible that I was given by my dad. Msione kama siwezi nunua Biblia. Hii Biblia, yaani sina nyingine kama hii. Hata ukinipea nyingine mpya utanipata nimebeba hii. Unfortunately, haina Genesis. Tunisomee jamani. Genesis chapter 8. Ipo. Chineke Mungu wako. And Noah built an altar unto the Lord, and took off every clean beast and every clean fowl, and offered burnt offerings to the altar. Praise the Lord. Amen. Unajua huu ni wakati gani? Noah alikuwa ndani, Mungu akimaliza kila kitu. Si mnakumbuka hiyo story? Alipotoka pale ndani, the first thing that Noah did was to raise an altar for God. Mnanipata? Najua wamama wameanza kufikiria ugali, na ile boga sina. Sitapata mama boga amefunga hapo tu. Ukilala njaa siku moja, kwani utakufa. The first thing that Noah did alipotoka katika safina. Unajua the world was empty. You are aware? Yes. Angekuwa kwa wakati huu angesema wacha kwanza tunyangue. Kwa sababu unajua watu wataongezeka tu hivi karibuni. Wacha tuchukue hii area tudimaki. Lakini aliinua madhabahu akamtolea Mungu dhabihu. Akachagua kwa wale ambao alikuwa na all the animals. Akamtolea Mungu madhabahu. Whenever you are pushed to a corner, when you have come from a sickness, when you are healing kutoka kwa kifo cha mpendwa wako, sio kulia ovyo ovyo sana, inulia Mungu madhabahu. Kile Noa alifanya kwanza alipotoka kwenye safina ni kutoa dhabihu na kumuinulia Mungu madhabahu. And actually, this is the principle of the first mention of an altar in the Bible. Pahali pa kwanza kabisa ambapo Biblia imetaja madhabahu is in the book of Genesis chapter 8 verse 20. Na ina involve Noah. Hebu fanya hivi. Itakuja na mtihani. So you have to remember that. Sawa? Ukiona nimeongea kizungu sana, inua tu mkono nitaelewa na nitakuwa nabadilisha. Nilikwambia hii lugha si mdomo. Hello. So when our lives fall apart, set requirements for worship. Raise up an altar for God.
Unapokuwa na uchungu, umechapwa, umepigwa vita, unapoanza kupata amani, acha kwenda kusherekea na kutangaza kwanza. Inulia Mungu. Bwana asifiwe. Are we there? And we said yesterday, kilichoshinda wazazi wetu hakita kutushinda. The Bible says in the book of Psalm 25 verses 14 that the secrets of the Lord are with those who fear him. Siri ile iliyofichwa kwa kila mtu, Mungu amewafunulia wanaomheshimu, wanaomwamini. Siri ndio hii ninachokuambia. Somebody say amen. Amen. It is upon altars where humanity meets divinity. Okay? It is upon an altar ambapo tunapata nguvu. Biblia inasema katika Isaiah chapter 40 verses 31, them that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and they shall not grow weary. They shall walk and they shall not faint. It is upon the altar. Papo hapo ndipo utatoka na nguvu mpya. Yes. Kuwa katika tabia ya kutafuta uso wa Bwana katika madhabahu yako. Saa hii wamefunga makanisa. Ole wako kama hauna madhabahu katika nyumba yako. Tengeneza moja. Are you there? Yes. Tengeneza moja. I wish we had time. Praise the Lord. Amen. And so let me say, the Bible says in the book of Psalm 24 verses 7, lift up your heads, O ye gates, and be ye lifted up, ye everlasting doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord God Almighty, mighty in battle. Altars are gates. Gate. Hakuna kitu kinaingia katika boma bila kupitia madhabahu. Are you there? Yes. Hakuna kitu hata katika maisha yako, hakuna kitu kinaingia ambacho ni cha kiroho bila kupitia katika madhabahu. Ile ya kimungu ama ya kimiungu. Unanipata? There has to be an altar. Altars are gates. That reminds me, I was talking about, just put it down, you will read it later, in the book of Genesis chapter 28, from verses 11 to 22. Biblia inaongea juu ya Yakobo. Yakobo alifika mahali, ukisoma hiyo story, akachukua mawe, na hiyo mahali, let me just go back a bit. Hapo mahali, ukisoma katika Genesis chapter 12 verse 8, Abraham built an altar in Bethel, the Bible says, and called on the name of the Lord. Yani Ibrahim akajenga madhabahu kule Betheli na akaitia jina la Bwana. Katika kitabu cha Mwanzo 12:8. Sawa sawa. Sasa ukikuja katika Genesis 28, now it's Jacob. Jacob should be a third generation to Abraham. Jacob was a son of Isaac. Isaac was a son of Jacob. So huyu ni mjukuu wa Abraham. Na Biblia inasema alipofika mahali Abrahamu alikuwa ameinua madhabahu, akalala pale, aliota malaika wakipanda na kushuka. You need an altar to silence all the other doctors. Uko na ndoto mbaya kwa sababu hujamuinulia Mungu madhabahu. Na Yakobo akasema kweli, this is the gate to heaven. Kwa sababu gani? Unapoinulia Mungu madhabahu, unafungua gate, malango ya mbingu. Altars are gates. And that also shows us that altars are generation. Ile madhabahu iliyoinuliwa na mababu zetu zinafanya kazi, upende usipende. And that's why
if they are not godly, you need to bring them down. Kama si za Mungu, unafaa kusimama useme, najua babu yangu hakuwa anamjua Mungu, alimwabudu miungu mingine. Lakini mimi na jamii yangu, just like in the book of Joshua, as for me and my house, mimi na generation yangu, mimi na watoto wangu, sitaabudu miungu mingine. Ninayakataa madhabahu yale na ninamuinulia Mungu dhabihu iliyo sawa. Joshua says, choose you today whom you shall follow. If you will follow the gods of your fathers, and that is what I tell you tonight. Chagua utamtumikia Mungu yupi. Kama utamtumikia yule Mungu, maybe your father was a chief, or your great-great-great-grandfather was a chief. Let me show you something, especially in the African context. There are altars that they used to raise as chiefs. True, pastor. Ukifuatilia kidogo sahihi, kidogo tu, angalia zile boma, those colonial chiefs walitoka. Kuna venye watoto hawako sawa. Apart from wale wanaomjua Mungu. Ni kwa sababu ya madhabahu yaliinuliwa. Na hiyo ilikuwa si siri. Siku ya coronation kuna vitu walikuwa wanafanya na ilikuwa ni adhabu. And madhabahu hayakufi. Ati kwa sababu baba yako alikufa unafikiri yenyewe hii pombe ilienda na yeye, haiendi. Pombe itaenda ukimuinulia Mungu dhabihu. Hello? That is why your children who never met your great-grandfather are drinking like that same great-grandfather. Wanakunywa kama yule babu, hata wewe ukumuona unamsikia tu. Ukienda nyumbani wale mashosho wa zamani wanakuambia, yeye anakunywa kama yeye. Ni kwa sababu gani? Madhabahu. Bwana asifiwe. And Jacob proclaims, how awesome is this place. Tukimuinulia Mungu madhabahu, zile ndoto tunakuanga nazo zinaanza kuwa silenced. We must deal with altars. All altars in our cities. The all altars in our families. Zile madhabahu zilikuwa katika jamii zetu, communities zetu, ambazo zilikuwa zimeinuliwa miungu mengine, lazima tuyang'oe. Bwana asifiwe. Amen. The Bible says in the book of Genesis, is it Genesis or Judges? Gideon, that should be Judges. Gideon built an altar for God and called it Jehovah Shalom. You know, you need to build. Jengea Mungu madhabahu mingi, sio moja tu. Na hakuna madhabahu bila dhabihu. Kumbuka. Sawa? Thank God I don't belong here. So even if I preached about giving, sitaki. Pesa yako na ukinipea, si nitakubariki. Ukinipea, nitakubariki. Na usiponipea, kwani Mungu wangu alinituma tu hapa? Si yeye unilipa. Mimi nitakuwa nimefanya yangu. Na nitarudi nimwambie baba, nimefanya kazi yangu. Nilikuwa itia nitafanya na nimefanya. Na leo nimetoka kule bila bahasha. Tenda. Mungu atainua mwingine. Ataleta kile wewe ungenipea, analeta mara 10. That is why when you invite me for a meeting, pastor, you are a witness. Sikukuuliza utanipea nini. But I have a right to ask that. Niko na right ya kuuliza. Daudi alipokuwa anaenda kupigana na Goliathi, aliuliza, ni nini kitatendewa yule atakayeua huyu? Pastor, ni kweli. Aliuliza na kauliza tena. Na ndugu zake walipoanza kumdiscourage, akaenda kwa mwingine kuuliza. Ni kwa sababu kuna kibali, mahali kibali kitakupeleka, you will bargain your pay before. Hiyo utaki kusikia.
Halo? Daudi aliuliza, ni nini atakayeua huyu atapewa? I have a right to ask. It's not payment. You can't pay me. What I'm giving you now, ungeinunua pesa ngapi? Ebu iwekele bei. Weka bei. Si uongee. Huwezi lipa. Mungu mwenyewe ananilipa. Na ndiposa pia mimi nikisikia nimeisukumika sana namwambia Mungu, Baba, hata pale by the way sikupata bahasha, lakini watoto wangu ni hawa, wakumbuke Mungu. Wewe utalipa hiyo. Utaweza? I want us to read the book of Judges very fast, chapter 6. Nimerejea hii Bible yangu, acha niangalie kabla sija ringa tena. Judges chapter 6. I want us to read verse 25 and 27. I want to show us something. And we are hurrying because of time. Geoffrey, nipatie simu yangu, nataka kujua sana. I know it's time. Najua I'm trying to finish up. Zile vitu tungeso. Iliisha kitambo. Okay. Judges chapter 6. Poleni sana. 6:24. Sorry, 25. Are you there? Yes. Let me read. The Bible says, and it came to pass the same night that the Lord said unto him, take thy father's young bullock, even the second bullock of 7 years old, and throw down hapo nashika. Vunja, yani Kiswahili kinasemaje? Ngoa. Haribu the altar of Baal that your father has, and cut down the images. Kuna wengine wetu unafaa kuvunja madhabahu za kweli ndio uendelee. Unanipata? Umaskini uko nayo ni kwa sababu ya madhabahu za kweli. Kushindwa unashindwa ni kwa sababu za madhabahu za kweli. Now 27, the same 6:27, the Bible says, then Gideon took 10 men of his servants and did as the Lord had said unto him. And so it was, because he feared his father's household and the men of the city, that he could not do it at day, he did it at night. Kuna vitu vingine usiende ukitangaza, leo nimekuja nimerudi hapa kungoa madhabahu za pombe, utachapwa kuchapwa. Utacharazwa. Na ndio utajua madhabahu sio mchezo. Gideon had to use wisdom. Alienda usiku. Kuna vitu vingine ngojea saa zile wamelala, piga vita. Unanipata? Ngoa, bomoa, wakiamka asubuhi wanapata. Hakuna. I was teaching in a women's conference somewhere, and I was telling them as a woman, umeoleka kwa ile boma, huwezi enda ukingoa madhabahu zao, kwanza utachukiwa kuchukiwa. Huyu mama aliletwa hapa juzi anajifanya mjuaji. Ati yeye ndio mjuaji, ati ameokoka. Enda usiku. Kuna vitu hata unaweza tenda, mtu wa kawaida akikuona atafikiri wewe ni mchawi. Go around that home, speak raba shaka. Hautafanya hivyo wakikuona. Watasema wewe ni mchawi. Huyu si unaona vile anaenda round ibo. Huyu aliokotwa kwa wachawi wenyewe. Ona sasa anaroga nani? Enda usiku, piga vita. Sasa ile wamelala, oribo shakaisa. Inulie Mungu madhabahu pale. Unapofanya hivyo, kuna vitu vingine vinatendeka katika ulimwengu wa kiroho, vinaanguka chini. Nilikuwa naambia wamama, ukiogopa unaweza patikana usiku waseme pia wewe ni mchana. Tembea pale mchana kidogo tu, ujifanye ulisahau, uliangusha kitu umegundua tu saa hii. Juu walikuona mchana, so hata ukirudi pale watasema yenyewe aliangusha. Ribo shaka. Inua madhabahu za Mungu. Vunja yale. Sema yaliyoinuliwa hapa
nitawa silence. Hamtawahi fuata watoto wangu, hamtawahi kuja kinyume na maisha yangu. Roho za ufukara, roho za umasikini ninayavunja katika jina la Yesu Kristo. Laana za mababu ninayakemea katika jina la Yesu Kristo. Ninayavunja sasa. Ninang'oa madhabahu yenu, hata kama mliwekwa hapa ama mliwekwa pale. Ninaenda round. Chukua anointing oil, pray over it, enda nayo, mwaga. Kuwa mchawi wa hiyo boma. Wewe sio wa ligi ile ya kushindwa. Wewe sio wa ligi ile. Kusema mimi sio wa ligi hiyo. Wewe sio wa ligi hiyo, kwa sababu unamwamini Mungu. Wewe sio wa ligi ile. Ambia jirani, wewe sio wa ligi hiyo. Hakuna siku Gor Mahia, mchezaji wa Gor Mahia ataenda kucheza na AFC. Ati kwa timu ya AFC ataenda kucheza? Si wa ligi hiyo, unacheza ligi yako. Bwana asifiwe. Na unafikiri ni mchezo? Wewe sio wa ligi. Ni ligi. These things are leagues. Toka kwa hiyo ligi, ingia kwa ligi yako. The book of Judges chapter 2 verses 2, just to confirm that. The Bible says, Judges 2:2, and you shall make no league with them. This one is only found in the original King James. You shall not make any league with them, the inhabitants of this land. You shall throw down their altars, but you will not obey my voice. Why have you done this? Mbona haujasikia? Nakwambia wewe si wa ligi hiyo. Mbona unakula nao? Wanaitana katika matanga, ukumbusho. Unakula nao, unashiriki nao, na wewe si wa ligi hiyo. Kwa nini? Tunajua mamangu nilikuwa nampenda. Usipofanya hizo vitu zitakufuata hata kama umeokoka. Shindwe. Wewe si wa ligi hiyo. Umejichanganya, na ndiposa madhabahu hata unapoinua haiwezi kukuletea baraka. Umechanganya changanya. Are you getting me? Praise the Lord. And I want to end. That is not the end, but I want to end. Kuna madhabahu za laana. Lateness in marriage. Yaani katika hii familia hakuna msichana anaoleka akiwa amefika umri. Atashindwa. Akae miaka inapita 30. Have you seen such families? Kuna madhabahu. Hata saa zingine unapanga harusi mpaka unapanga. All of a sudden haifanyiki, hauna reason. Harusi haiwezekani. Madhabahu yameinuka, hata pastor hawezi fanya chochote. Unafaa kuinuka. Madhabahu za ufukara, zile za kuachishwa kazi, madhabahu za kung'ang'ana, madhabahu za ndoto mbaya, madhabahu za kukunywa pombe na ulevi, madhabahu ya uchawi. Pengine kuna nyanyako alikuwa mchawi, wewe si mchawi, lakini kuna madhabahu aliinua zitakuwa affect. Kuna madhabahu wa mama wa boma fulani lazima ni kuavya mimba. Miscarriages, how do you call that? All firstborn must be miscarried. Hata ukioleka tu kwa hiyo boma utaambiwa, kwa hii boma mtoto wako hata usijali. Ikishatoka wanakwambia usijali mami. Ya pili utazaa tu. Wa kwanza huwa wa kwetu hawakai. Kuna wengine katika boma wasichana ni lazima wazae nyumbani, hata akiwa malaika wa wapi. Lazima azae. Wewe unaweza ukastop. Ukasema hata kama mimi nilizaa nyumbani, watoto wangu hawatazaa nyumbani. Kwa sababu madhabahu ililetwa na mtu mmoja na ni lazima ivunjwe na mtu mmoja, na wewe ndiye huyo mtu. Tuinuke, hatujamaliza lakini muda dogo. Vita tunavyopigana sio vya damu na nyama. Biblia inasema katika Deuteronomy chapter 28 verse 7, they shall come in one way, they shall flee in 7 ways. May every altar that is working against you flee in 7 ways
in the name of Jesus Christ. And in the book of Luke chapter 10 verses 19, Jesus says, I have given you power, all power and authority. You will tread over scorpions, and nothing by shall any means hurt you. You will bring down those altars, na hazitakudhuru, kwa sababu unaujua ukweli. You are Peter, and upon you God is raising a church. Na madhabahu ya kwenu hayataweza kanisa ambalo Mungu anajenga katika maisha yako. Bwana asifiwe. Mungu na ainuke, maadui wake watawanyike. Amen. Kwa sababu nyinyi ni watu wateua. Nyinyi ni watu wa milki wa Mungu. Watu waliochaguliwa. Na Biblia inasema with long life I will satisfy you. I want to prophesy over your life. Hautakufa. Utaishi. Hata kama watu wa kwenu walishindwa wakakufa, wewe na jamii yako na watu wako na generation yako hautakufa, utaishi. Amen. Hautakufa, utaishi ili usimulie matendo ya Bwana. Bwana asifiwe. Inua mikono yako, mwambie asante Mungu. Endelea kunifundisha siri zako ili niweze kukuinulia madhabahu. In the name of Jesus Christ. I pray, Lord, that you may use me as an instrument in my family as a priest to raise up an altar for you. In the name of Jesus. Pengine kuna madhabahu unayajua yanasumbua watoto wako. Unajua madhabahu ya kushindwa. Kwamba kuna familia fulani mtu hawezi pita class 5 ama class 8. Hakuna mtu amewahi enda form 1. Hebu jitabirie useme mimi watoto wangu watasoma mpaka university katika jina la Yesu Kristo.